kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Afrika Mashariki, Tanzania. Zikiwa zimepita siku chache tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini humo uliogubikwa na maandamano ya vurugu na uliompa ushindi wa karibu 98% Rais Samia Suluhu Hassan, chama kikuu cha upinzani Chadema ambacho hakikushiriki uchaguzi huo kimezungumzia jinsi kilivyoutazama uchaguzi huo na matukio yaliyofuatia. Hii ikiwa ni mara ya kwanza DW kuzungumza na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche baada ya kuachiliwa jana kutoka rumande. Pamoja na mengine, amezungumzia matukio ya vurugu na vifo jinsi yanavyotazamwa na Chadema. Kwa kifupi ni kwamba ni matukio mabaya ambayo sio ya kistaarabu, ni matukio ambayo kwa mtu ambaye unaishi karne hii tunayoishi, unajiuliza kwamba tunaongozwa na watu wa aina gani? Kwa sababu kwa mfano matukio ya kabla ya uchaguzi yalikuwa ni matukio ambayo mengi tulijaribu kuonya, kujaribu kuambia viongozi kwamba wajaribu kuepusha nchi kuingia kwenye hali ambayo ingeweza kuleta taharuki, kwa sababu mtu yoyote mwenye akili anapoona watu wanatekwa kwenye nchi hii, watu wametekwa sana, wakiwemo watu wakubwa kabisa wenye profile kubwa. Kwa mfano Humphrey Polepole ambaye amekuwa barozi, amekuwa katibu mwenezi wa CCM. Wametekwa viongozi wetu wa chama, wametekwa mwenyekiti wetu wa vijana Deus Soka, watu wengi wameuawa. Haya yaliyokuja kujitokeza sasa yamekuja kuleta hali mbaya zaidi. Kwa ujumla ni kwamba ni hali mbaya ambayo haitakiwi na ni hali ambayo ingeweza kuepukika. Mheshimiwa Heche, kama unavyosema hukuwepo katika kipindi cha uchaguzi na machafuko yaliyofuatia, lakini naamini kama makamu mwenyekiti wa Chadema bila shaka taarifa nyingi unazo kutoka kwa viongozi wengine waliokuwepo. Sijui mpaka sasa unafahamu nini kuhusiana na watu waliouawa katika vurugu za baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi? Nimeachiwa jana jioni tu, mida ya saa 1 jioni, na nimepata nafasi ya kupita kwenye video clip nyingi ambazo zimerekodiwa. Nimezungumza na baadhi ya mashuhuda ambao wamenipigia simu, na thibitisha kwamba ni kweli. Nimepata taarifa kwamba mamia ya watu, kama sio maelfu ya watu wetu wameuawa. Wengi wamekufa mikononi mwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo vinapaswa kuwalinda watu, sio kuua watu. Ni mambo ambayo hayakubaliki. Kwa hiyo natumia nafasi hii kwanza kutoa pole sana kwa familia ambazo zimepoteza ndugu, jamaa, marafiki, watoto. Familia zimebaki na wajane, watoto wamebaki yatima. Natoa pole kubwa sana kwa niaba ya chama chetu. Lakini vile vile nalaani kwa sauti kubwa sana matukio haya mabaya ambayo kwa kweli yalipaswa kuepukwa. Na kwa sasa hatua tunazochukua ni kwamba kama nilivyosema asubuhi nilipokuwa nimeenda kuripoti polisi, chama chetu tutakutana kwenye vikao. Nimeagiza secretariat ya chama chetu ikutane kwa haraka, kusanya matukio hayo yote. Tutajaribu kuwatafuta ndugu ambao wamepata matatizo, tuone misaada tunayoweza kutoa, na hiyo ndio itakayotoa tamko rasmi la chama ya hatua gani tutachukua kama chama. Mheshimiwa Heche, mlikuwa na kampeni nyinyi ya No Reform No Election ambayo lengo lake kuu lilikuwa ni kuhakikisha uchaguzi hautofanyika tarehe 29 Oktoba. Uchaguzi lakini umefanyika na Samia yuko madarakani na bila shaka amejipanga kuendelea kubakia madarakani kwa miaka 5 mingine, na bunge la CCM kadhalika. Mnakubali kampeni yenu hiyo imekufa? Kama hiki kilichofanyika Tanzania ndio unaita uchaguzi, basi hata wewe nitakushangaa sana. Hakuna uchaguzi uliofanyika Tanzania. Uchaguzi unahusisha kura kupigwa na kura kuhesabiwa kwa njia za wazi. Hiki kilichofanyika Tanzania sio uchaguzi, ni watu wenye mamlaka wamejitangaza kwamba wao ni viongozi. Kuna watu wanafanya military coup, na hii vile vile ni mapinduzi yale. Sauti ya wananchi imepinduliwa.
Hakuna uchaguzi wowote uliofanyika. Kapata 98% Samia Suluhu Hassan. Wananchi wameunga mkono kauli ya chama chetu ya no reforms no election. Kwa hiyo unachosema Mheshimiwa Heche, kilichofanywa na Watanzania kuupinga uchaguzi ndicho mlichotarajia kupitia kampeni ya no reform no election? Wananchi kwa vyovyote vile, wananchi wa nchi hawapendi vurugu. Ni watu wanapenda amani, ni watu ambao wanapenda serikali iwasikilize na ielewe wanachosema. Wanaofanya machafuko ni wale wanaolazimisha kujiweka madarakani kwa njia ambazo sio za kikatiba. Umesema kwamba uchaguzi huu ulikuwa ni kiini macho, hakuna uchaguzi uliofanyika, lakini ni batili. Kwa mtazamo wako, upinzani kwa ujumla umebaki na nafasi gani kutoa changamoto kwa CCM, kwa sababu ukweli ni kwamba wako madarakani? Upinzani utafanya nini kutoa changamoto kwa CCM ambacho inaonekana kimedhibiti kila kitu? Upinzani wa nchi hii sasa hivi ni ambao umekuwa muda mrefu ni chama kimoja tu, kuacha vyama vingine ambavyo actually vyama vya makaratasi ambavyo vinatumiwa na CCM, na upinzani ni wananchi wenyewe wanaotuunga mkono. Vyama vya makaratasi unamaanisha vyama gani? Vyote ambavyo ni vyama vinatumiwa na serikali na CCM. Huyo ni makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema John Heche, kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita. Na huko Tanzania bado, msikilizaji, kinachojadiliwa ni athari za maandamano ya baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 ambayo pamoja na mambo mengine yamesababisha vifo vya idadi kubwa ya watu nchini humo. DW imezungumza na baadhi ya wahariri wa vyombo vya habari nchini humo, akiwemo Deodatus Balile wa gazeti la Jamhuri, Mbarak Islam wa Raia Mwema, Aisha Dachi wa Habari Leo, Emma Mbuguni wa Majira na Ezekiel Kamwaga wa Azam TV, ambao kwa namna tofauti wanajibu swali la kwa nini vijana wa Tanzania walishiriki maandamano kwa kuzingatia vyanzo vyao. Yanayoelezwa, wanasema kwamba watu wanapotea, hawataki kuona watu wanapotea. Wanazungumza kuna viongozi wana utajiri ambao hauelezeki, lakini ukisikiliza upande wa pili wa serikali wanakuambia kundi liloshindwa malengo ya kuingia Ikulu, wanadhani kwamba kundi lao lingeweza kupata urais kwa njia nyingine, pengine kupitia haya maandamano. Kwanza kabisa naamini ni kwa sababu ya chama kilichokuwa chama kikuu cha upinzani cha Chadema kususia kushiriki uchaguzi. Maanake kilisusia kwa slogan yao kusema no reform no election, na kweli hawakushiriki. Matokeo yake ni kwamba wale wafuasi wao ambao hawakujiandikisha na hawakushiriki uchaguzi wameamua kufuata mkumbo wa kuchochewa na wakachocheleka, wakafanya vurugu na maandamano. Vijana wanaandamana hasa siku ya uchaguzi tarehe 29. Mimi naamini zaidi wamefuata mkumbo wa kimataifa wa kimtandao. Kama wamesikia kuna watu wanaandamana Nepal, wameandamana kabla hapo kwenye Silver, kwenye zile nini Springs, na wameamua kuiga, na sababu wametafuta, kila mtu ana sababu yake. Wamekuta sababu nyingi ndogo ndogo, wakajumuisha pamoja, wakaamua wakaona sababu za kuandamana. Wengi wamekuwa tukipokea taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii wakieleza sababu zao ndogo ndogo ambazo zimesababisha, lakini kwa siku hiyo, siku ya tarehe 29, kwa sehemu kubwa ukianza kuchunguza kwa umakini wake, unagundua kwamba wengi waliingia katika kundi la uporaji, kwa sababu tumeshuhudia namna gani ambavyo maduka mbalimbali, maeneo mbalimbali, lakini uchomaji pia ni kama vile ni hamasa ambayo imetokea mtandaoni na kuweza kupokea wao hiyo hamasa na kutekeleza uhalifu kwa sehemu kubwa. Vijana wetu wamefuata mkumbo kama wengine wanavyosema, wameingia mtaani, wameharibu, na ukiangalia wala hawakuwa watu wengi walikuwa wanafanya fujo, wengine tu wamezolewa, wameingizwa kwenye mkumbo. Kusema kweli, mpaka sasa hivi ni vigumu kujua haya maandamano ya Tanzania chanzo chake hasa nini, kwa sababu kuna ripoti tofauti ukizisikia unapata kuhusu maeneo tofauti nini ambacho kisababisha watu waandamane. Hakukuwa na sababu moja iliyosababisha watu kuandamana, na tunafahamu nchi zingine ukisikia maandamano unakuta wamebeba mabango wanaonyesha wanaandamana kitu fulani, lakini haikuwa hivyo kwa Tanzania, na kila mkoa unapata story tofauti nini kilisababisha. Wewe kusema kweli ni jambo ambalo tunaendelea kuliangalia, kulifuatilia, kusema zaidi yote, lakini kwa kweli uweze kupata sababu moja ya kusema hii ndo hasa ilisababisha kile ambacho kimetokea, ambacho siwezi kukiita maandamano. Kusema kweli ni vitu fulani vilitokea, ni vigumu kwa kweli kusema ni hiki hapa ambacho ndio hasa cha kufanyia kazi.